Ninakusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri. Jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako. Leo tena ningependa kukaribisha tuweze kujifunza neno la Mungu katika mfululizo huu wa juma la maombi la vijana. Na kabla hatujaendelea zaidi, tuweze kuomba kukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru tena katika siku ya leo ambayo umetubariki, umetupa nafasi ili ya kwamba tutafute uso wako, lakini pia tutafakari maneno yako. Somo la leo ni muhimu sana, kwa hivyo tunaomba tena Roho wako Mtakatifu aweze kutufundisha na uweze kutubariki na umbariki mpendwa msikilizaji katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Somo la leo linasema ya kwamba karama za Roho katika vitendo. Karama za Roho katika vitendo. Siku zote mimi ninaamini katika utume wa vitendo. Siamini katika utume wa maneno. Yaani siamini katika nadharia, naamini katika vitendo. Siamini katika maneno, naamini katika vitendo. Napenda kwamba ule utume uwepo katika vitendo. Na mimi nimefurahi kuona somo linatufundisha kabisa kwamba ushirikiano katika vitendo ndio theme kubwa ya juma la maombi la vijana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi kama Wakristo pia katika kazi yetu hii ya utume ni lazima tu recognize, yani tutambue ya kwamba kazi hii inafanyika kwa kuzitambua karama. Niongeze pia na talanta, yani karama ambazo Mungu anatupatia. Mungu alipotoa Roho Mtakatifu wakati Yesu alipopaa kwenda mbinguni akatuachia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuja pia na karama. Kwanza Roho Mtakatifu alitolewa kwa kusudi. Ile ukisoma Matendo ya Mitume 1:8, kusudi hasa la Roho Mtakatifu kupewa sisi ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Kufanya kazi ya Mungu, of course kutubadilisha kitabia, lakini hasa kufanya kazi ya Mungu. Na Roho Mtakatifu huyu anatoa pia na karama. Tunaiona ya kwanza ilikuwa ni kunena kwa lugha. Kwenye utaona ile siku ya Pentekosti kunena kwa lugha ilionekana. Matendo ya Mitume hiyo sura ya 2, utagundua ya kwamba kwa nini kunena kwa lugha kulionekana. Ni kwa sababu wanafunzi hawa walitumwa waende kuhubiri kwa mataifa mbalimbali, lakini sasa walikuwa hawaelewi lugha. Ilibidi waelewe, wapewe lugha, karama ya lugha, waweze kunena kwa lugha ili kuwafikia mataifa mbalimbali. Na siku ile tunagundua kabisa walipokuwa wanena kwa zile lugha mbalimbali, hata wa mataifa walielewa zile lugha na wakashangaa. Na ndipo kulikuwa ni mwanzo wa kanisa la kwanza, ile kanisa ambalo tulijifunza, kanisa la vitendo. Walisaidiana, waliombeana, walitembeleana, walishirikiana, na kila mmoja alitumika kwa karama yake. Sasa kuna talanta unaweza, kwa mfano wewe ni, of course karama inaweza kuwa unaweza ukawa mwalimu, lakini hiyo ikabadilika ikawa talanta inaweza kuwa wewe ni mwalimu pia, na hiyo talanta ikabadilika ikawa ni karama. Unaweza kuwa ni mwimbaji mzuri huko duniani, ukija kanisani inakuwa ni karama. Unaitumia kama karama yako ambayo Mungu ameweza kupatia. Sasa utume wetu ili usonge mbele, na uthibitisho huko kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 4 mpaka 7, pia Warumi sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 8. Sasa kwa sababu kanisa ni kama kanisa ni mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo una viungo tofauti tofauti, na kila kiungo in fact kinamtegemea mwenzake, na kila kiungo kinamtegemea mwenzake. Kwa hiyo viungo vyote vinapaswa kufanya kazi. Kimoja kisipofanya kazi, ina maana mwili utashindwa kufunction vile inavyohitajika.
na kwa maana utashindwa kufanya kazi vile inavyohitajika. Sasa kanisani pia sisi ni kanisa lina watu ambao wana karama mbalimbali ambazo Mungu ameweza kuwapatia, ili sasa hizi karama zitumike, lazima zitumiwe. Yaani lazima zitumiwe. Usipozitumia hizi karama, ina maana ya kwamba kazi ya Mungu haitofanyika kwa ubora vile inahitajika. Ni sawa na mwili huo, viungo vyake visipofanya kazi kimojawapo, lazima mwili utakuwa ni dhaifu tu. Yaani mtu ambaye alikuwa na mikono yote alafu ikatokea amekatwa mikono, usitegemea kwamba mwili utafanya kazi kama ambavyo alikuwa ana mikono miwili ama ana miguu miwili. Itakuwa ni tofauti tu, atafanya kazi kwa shida. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapaswa kama Wakristo kuzitumia karama, kuziweka karama zetu katika vitendo. Sasa kwa mfano, kanisani vijana wanazo karama nyingi, wana vipawa Mungu amewapa vingi sana ambavyo Mungu amewabariki kwa sababu wana nguvu. Ni lazima vijana watumiwe. Kama ni waimbaji, badala ya kuimba nyimbo kama vile wanafanya kule duniani, maana siku hizi sasa uimbaji umekuwa ni kama ule wa duniani, vikundi wanavyo vingi sana, lakini sina uhakika kama wengi wanaimba kwa kumtukuza Mungu haswa. Wengi wanaimba ni kama vile wana muziki tu wa duniani, kama wanaimba kama entertainment. Sasa tunapaswa kubadilisha hii hali, kuambia waimbe, watumie karama zao kuimba kwa ajili ya kumtukuza Mungu, watu wamuone Mungu katika uimbaji wao, lakini pia katika maisha yao binafsi, katika karama zao watu wamuone Mungu. Yaani watu wamuone Mungu kupitia kwao, kama vile ambavyo tunataka kumuona Mungu kupitia wahubiri. Tunapaswa iwe hivyo. Sasa vijana wasipotumiwa, ina maana hizo karama zao watazipeleka kule duniani na watapotea. Kwa hiyo maana yake kama ni waimbaji watumiwe, watumiwe kwenye shule ya Sabato, watumiwe kama wahubiri, wapangwe kwenye huduma. Siku hizi kumekuwa na hali ambayo mimi binafsi si support sana, ikawa inafanyika. Zamani mimi wakati nimejiunga ili kanisa miaka 2003, nilikuwa naona kwa mfano ibada za Jumatano, ibada za Ijumaa, walikuwa tu wanatumika tu washiriki, tena vijana tu. Hata mimi kwa mfano nilitumiwa kwenye hizo ibada. Nilikuwa subiri sana Jumamosi, pangu sana Jumamosi, lakini Jumatano, Ijumaa nilikuwa napangwa. Hata wiki za maombi. Ndivyo karama za wengi zilijulikana huko kupitia kanisa mahalia. Lakini siku hizo unaweza kukuta hata Jumatano anaalikwa mtu kutoka nje. Sasa kama kila Jumatano ukialika mtu kutoka nje, unakuza lini karama za hao washiriki wa ndani? Ama hata kama ni mahubiri tu ya kawaida, unaalika watu kutoka nje. Kwa sawa, ni vizuri kuwa na wageni, lakini ni vizuri pia kukumbuka unahitaji kukuza karama za ndani, kwa sababu kuna hubiri lile ambalo pengine mgeni angetaka kulihubiri, angelihubiri mwingine hapa, kwa sababu Roho Mtakatifu ni yule. Kwa hiyo njia moja yapo ya kukuza karama, hata kutaka kuibua wachungaji na wainjilisti wengi, tunahitaji kuwatumia wale walioko ndani, tuwatumie ambao Mungu ashawapa. Tusiwe na wivu. Kama wewe ni mzee wa kanisa, unafahamu kwamba kuna mshiriki wako ana karama, ana uwezo wa kuhubiri, ana uwezo wa kufundisha, ana uwezo wa kuomba. Kuna wengine wa Mungu amewapa uwezo wa kuomba na mambo yakatokea. Unawatumia hao, usiwe na kawivu. Waswahili wanasema roho ya korosho. Watumie ili ya kwamba kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Watumie ibada za Jumatano, watumie ibada za Ijumaa, watumie kwenye madarasa ya shule ya Sabato. Siku hizi unakuta madarasa ya shule ya Sabato yana watu mpaka 20 na mwalimu ni mmoja. Nimehudhuria makanisa mengi hata hapa Dar es Salaam. Unakuta darasa la shule ya Sabato
badala ya kuwa na watu 8 hata 4 ama 5, unakuta lina watu 20, watu 12, watu 13. Haipaswi kuwa hivyo. Hii maana yake ni kwamba inaonyesha kabisa kama ambavyo nilivyokuwa zamani. Zamani ulikuwa Alhamisi, siku Alhamisi madarasa ya shule ya Sabato walikuwa wanakutana. Hii inakuza karama, mnatembeleana kulingana na madarasa au wale memba wajumbe wa lile darasa. Mnatembeleana, mnazunguka kulingana na idadi yenu. Leo mnakutana kwa ule, mnakutana kwa huyu. Utume ndio unakuwa hapo, mnaibua karama, mnatengeneza karama, mnatumiana. Vitu vya namna hiyo. Hata mimi hapa nakumbuka nilitumiwa kuwa mwalimu wa darasa, hata kama kufundisha nilitukosa. Kwa mfano niliwahi, sikumbuki kama nilikuwa kuwa mwalimu wa darasa la shule ya Sabato, lakini ninachokumbuka mwalimu wa darasa la shule ya Sabato alikuwa ananipanga kufundisha kwa sababu nilikuwa nasoma mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa hiyo kwa njia hiyo kipawa changu kilionekana, na uwezo wa kufundisha, na uwezo wa kuhubiri, naweza kufanya nini, na uwezo wa kutembelea. Hiyo inahitajika inahitajika utambue jinsi ya kutumia vipawa vya watu Mungu amewapatia. Wengine ni uongozi, wengine ni kufundisha, wengine ni kuhudumia, yani wengine ni ukarimu, wengine wana uwezo wa kutembelea, wengine wana uwezo wa kuombea. Mungu amewapa hivyo. Of course wote tunaomba wote, lakini kuna wengine wakimwombea mtu kuna kitu kinatokea. Sio wote wakiomba kinatokea, lakini kuna wengine wakiomba miujiza inafanyika. Sasa hiyo unatakiwa uwe kiongozi ambaye unajua kutumia karama za watu, sio kuzikata, sio kuziua. Maana kuna wengine anamuona mtu ana kipawa, ana karama Mungu amempatia, ana talanta yake, lakini anashindwa kuitumia kwa sababu ya wivu. Kumbuka, ukiitumia karama ya mtu yoyote, wewe ndiye ambaye, yani Mungu ndio anachukua utukufu, lakini kazi ya Mungu inasonga mbele. Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja ambaye sitomtaja jina, ambaye nilipokuwa nachunga mtaa wa Msoero, nilimuona tu nikiwa mimi mara nyingi napenda kutumia vijana wengi. Nilimuona tu ana uwezo. Niliwatumia kadhaa, nilimuona yeye ana uwezo sana. Sasa nikampa nafasi. Huwa namuita tu, mpaka leo bado namuita ni mchungaji, kwa sababu ana hiyo karama, Mungu amempa hicho kipawa. Ana uwezo wa kuongoza, ana uwezo wa kuandika taarifa, tena bora kuliko mimi. Hata jimbo walipokuja kuniomba ni nani ambaye anaweza kufanya utume kama global mahali fulani, nikasema huyu anaweza. Nikamrecommend. Saa hizi anasoma uchungaji. Na wako wengi ambao nilijaribu kwa nafasi yangu kuwasaidia. Hata sasa ninapokuwa mahali ambapo kuna, kama nikiwa kwenye sehemu ambayo ninajua ni kwa mfano nilipokuwa kwenye na uchunga tukasa, nilikuwa naita marafiki ama wale wa ndani na watumia ili kukuza karama zao. Wako wengi tu, wengine wameshakuwa wachungaji, wengine ni wazee wa kanisa. Sasa tunatakiwa kwanza tutambue vipawa vya watu, tutambue karama za watu, tuzitumie, tuzikuze, tuwaamini kwamba wanaweza. Na wanapofanya, kama kwa mfano wewe ukiwa ni mchungaji, kijana anapofanya kazi ya utume ukamtumia, hata ukampa na madaraka kabisa, akafanya vizuri, wewe mwisho wa siku wewe ndio utatajwa kwamba kumbe huyu bwana anajua kutumia karama za watu. Alimtumia mtu fulani akafanya vizuri. Sasa huyu kijana leo niliongea naye jana, akaniambia alifanya ambaye namuita mchungaji, alifanya uinjisi wa vitabu mahali fulani kama sehemu ya darasa hapa Tanzania. Akasema sasa ananiambia pasta, anataka kwenda tena katika hilo kanisa nilifanya. Niliongea na mchungaji na huyu mchungaji ameniita. Nikamwambia nitakuwa likizo, namaliza mitihani yangu, nitakuwa likizo. Kwa hiyo nataka uitumia likizo sehemu yako. Yule mchungaji amemuita tena. Kwa nini amemuita? Kwa sababu ametambua ana karama ya kuongea. Kwa kweli ana karama ya kuongea na watu, ana karama ya kufundisha. Yaani Mungu amempa vipawa
mbalimbali, uwezo mbalimbali. Anaweza kufundisha, anaweza kuandaa taarifa vizuri, anaweza kuorganize watu, anaweza kukaa nao na kuzungumza nao, ana power of influence. Na kwa kweli ni mhubiri mzuri na ni mchungaji mzuri. Kwa hiyo kwa njia hiyo unaona hata mchungaji ambaye alipita mahali akatambua huyu kumbe ana uwezo, anakuza karama ya huyu kijana ili na yeye siku moja awe to the top, anamtambulisha mahali. Kwa hiyo Mungu, kama kazi ya Mungu tunataka ifanyike, isonge mbele, ni muhimu kwanza tukazitambua karama za watu mbalimbali, tukaziweka katika vitendo, tukazikuza, tukazitumia karama za vijana. Vijana wengi sasa hivi wasipotumiwa kanisani wataenda kutumia hizo karama na kuzigeuza huko kama duniani na kufanya wanavyotaka. Maana hili ni juma la vijana. Kwa hiyo lazima tuziweke karama hizi katika vitendo, tuzitumie katika vitendo. Kama ni mwanasheria, tumtumie mwanasheria kulitetea kanisa. Kama ni injinia, ni wa umeme, wa majengo, tumtumie ili ya kwamba aweze kulisaidia kanisa. Kama ana uongozi, karama ya uongozi, ana uwezo wa kuongoza, tumtumie ili afanye kazi ya Mungu katika sehemu ya uongozi. Kama ana uwezo wa kukusanya watu. Kuna mtu mmoja ni rafiki yangu mahali fulani. Yeye kama wewe ni mchungaji, ukifanikiwa kuwa katika huo mtaa, basi ukifanya kazi na yeye utasonga mbele. Kuna rafiki yangu mmoja, yeye unaweza kumtaja jina, anaitwa Mwangosi. Yeye nilipochunga mtaa wa Kijiji ana karama moja. Yeye anajua washiriki wote, hata na wasio washiriki na nyumba zao wanaokuja kuabudu kanisani. Sasa yeye ana uwezo mkubwa sana, na ana uwezo wa kuhubiri sana, na uwezo wa kutembelea sana, na ana uwezo wa kukariri majina na mahali ambapo washiriki wanaishi. Kila mchungaji anayepita pale huwa anafanya naye kazi. Ukifanikiwa, mimi alinipeleka kila nyumba. Nilipochunga sikuwahi kukosa kutembea hata nyumba moja. Nyumba zote alinitembeza. Sasa huyu mimi binafsi nilimtumia na yeye akanitumia, akaniongoza. Mimi ni mchungaji, yeye ni mshiriki, lakini mwinjilisti, ana uwezo zaidi yangu. Ukakuta kazi ya Mungu ilikuwa inasonga mbele sana, ilifanikiwa kabisa. Sasa tukizitumia karama, lengo hapa ni kuziweka karama katika vitendo. Kwanza tambua karama zilizoko. Hata Yesu alifanya hivyo, aliwatambua wale 12 wale. Alitambua kabisa, huyu nikimweka hapa atafanikiwa, huyu nikimweka hapa atafanikiwa, huyu nikimweka hapa, huyu nikimweka hapa, nikifanya hivi. Ndio maana kazi ikasonga mbele. Kwa hiyo na sisi hata mitume na manabii, kina Paulo hawa waliwatambua kina Timotheo, kina Tito. Walipotambua, pamoja na wengine walikuwa ni dhaifu, lakini bado waliwatumia katika madhaifu yao, waliwatumia ili ya kwamba kazi ya Mungu isonge mbele. Wito ni kwamba katika juma hili ni kuweka kila kitu katika vitendo, lakini sio dhambi, sio kucheza na dhambi. Kufanya utume huu kuwa katika vitendo. Utume hauwezi kusonga mbele kama hatujazitumia karama ambazo ziko ndani Mungu ameziweka. Katika kanisa lake lina viungo vingi. Hivi viungo lazima vifanye kazi kwa pamoja, ndipo mwili ufanye kazi. Bila hivyo mwili hauwezi kufanya kazi katika hali ile ya kawaida. Kwa hivyo tunahitaji siko pamoja kuvuta kamba kwa pamoja. Wewe kama ukiwa ni mchungaji ama mzee wa kanisa ama kiongozi wa vijana, tumia karama za wengine kujenga mwili wa Kristo. Ziweke katika vitendo. Na usione wivu, usiwe na chuki. Wewe tumia hizo karama. Kila mtu ana madhaifu yake, lakini pia kila mtu ana kitu kizuri ambacho Mungu anaweza kumtumia kuweza kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo tumia karama za watu wafanye kazi ya Mungu. Watumie. Kwa mfano vijana, mimi nawaambiaga
Kwa mfano, badala ya kukaa kwenye kanisa kubwa hapa ambapo karama yako haionekani, yaani unakaa tu mjini, karama yako kwenye kanisa kubwa mjini unakaa kila Sabato, karama yako haionekani, hata tu mtu mzima. Kwani usiende kanisa lilopo pembezeni mwa mji ambalo halina watu wengi? Kwa mfano, nilitolea kwa hapa Dar es Salaam, kuna kanisa linaitwa Togo, lipo karibu na Kilolo. Kanisa dogo, lina watu wachache, lakini kwa mfano ukaenda katika kanisa kama hilo huwezi shindwa kutumika. Yaani karama yako haiwezi shindwa kutumiwa, lazima itatumiwa. Ila ukiwa kwenye kanisa kubwa lenye watu wengi ambalo hata ufahamiki, haiwezi kutumika. Mimi kwa mfano niliamwaga kabisa, nilikuwa mshiriki wa Ilala kanisani. Nilipoingia kanisani hili, mimi na familia yetu, yaani kwa maana ya mama yangu na ndugu zangu 5 4, maana tuliingia kanisani. Kwa hiyo tuliingia kanisani kama familia, yaani mama yangu na ndugu zangu 4 wanaonifuata. Tuliingia wote kanisani 2003. Tulikuwa washiriki wa Ilala, maana tulikuwa tunaishi Magomeni, lakini ile eneo ni karibu, tulikuwa tunaishi ni karibu na Ilala. Ukishuka tu unatembea unafika. Sasa nikaona hapa siwezi, karama yangu haitoweza kutumika, maana tuko wengi, watu wako wengi. Nikahamia Makongo juu pale, karama yangu ikaonekana ya uinjilisti, nikatumika kama muinjilisti, nikawa naenda kuhubiri kila mahali, nazunguka, mwisho nikawa nimekuwa mchungaji. Kwa hivyo hauna haja ya kukaa kwenye makanisa makubwa. Toka nenda sehemu pembezoni mwa mji, kwenye makanisa. Hata hapa mjini kuna makanisa ambayo ni madogo, yana watu wachache. Karama yako inaweza kutambulika na ikatumika vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu akusaidie kwanza kutambua karama na kipawa na talanta ambayo Mungu amekupatia. Uitambue na ujivunie hiyo. Nadhani somo la kesho na kesho kutwa. Ujivunie hiyo karama ambayo Mungu amekupatia. Uitumie sasa kwa utukufu wake. Sasa hii haijalishi watu wanakutumia ama hawakutumii. Wewe mwenyewe jitambue, jitathmini, jitambue, itumie hiyo karama yako. Haijalishi uko katika mazingira gani, itumie hiyo karama. Maana ni Mungu amekupa, na usikubali hiyo karama ukaiacha. Itumie. Kama ni kwa teknolojia, itumie hiyo karama kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Itumie vizuri kabisa. Lakini pia omba Mungu akusaidie, akupatie watu ambao hapo ulipo wataitumia, watakutumia. Na wewe kama ni kiongozi, tumia karama za vijana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Uinue wengine ili ya kwamba kazi ya Mungu isonge mbele. Usikate karama za wengine na vipawa vyao. Zitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu ili kazi ya Mungu isonge mbele. Baba, nakushukuru kwa wakati huu ambao umetupatia. Somo hili ni gumu sana, lakini naomba Bwana utusaidie kutambua kwanza kila mmoja karama zetu, lakini pia tuzitumie, maana tusipozitumia utawapatia wengine. Lakini zaidi naomba pia usaidie na sisi kama viongozi kuwatumia wale wote ambao umewapatia hizi karama mbalimbali na vipawa, ili ya kwamba zitumike kwa ajili ya kazi yako. Kanisa lirudi katika ile misingi ya zamani ya kuweka hizi karama katika vitendo, ya kukuza karama mbalimbali na kuziweka katika vitendo ili kazi yako iweze kusonga mbele. Kwa hiyo tubariki na mbariki rafiki yangu huyu, aitumie karama yake kwa uaminifu katika mazingira yoyote yale. Aitumie maana ni wewe ndio umempatia ili iweze kutumika kwa ajili ya kazi yako. Tubariki sote katika jina la Yesu. Amen.